Huenda mfanyabiashara Nifa tukamuona uraiani baada ya tamko la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipozungumza bungeni Dodoma siku hii ya leo. Mheshimiwa Rais amezungumza mambo mbalimbali ikiwemo pamoja na matukio kadhaa ambayo yametokea katika siku ya uchaguzi wa Oktoba 29 na siku kadhaa ambazo zilikuwa zimeendelea. Mheshimiwa Rais anatambua uwepo wa vurugu zilizotokea na baadhi ya vijana kuhusika pamoja na kukamatwa kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Kauli kadhaa amezitoa Mheshimiwa Rais ambazo zimekuwa na ni kama vile Watanzania baadhi wameguswa hivi na kupata matumaini kwa baadhi ya watu ambao walishikiliwa na jeshi la polisi. Mojawapo mfanyabiashara maarufu Nifa ambaye amekuwa akiteka hisia za watu wengi sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais akasema moja na kuwa uchaguzi ulifanyika, kulijitokeza vurugu za uvunjifu wa amani ambao ulisababisha uharibifu wa mali, kupoteza maisha na kuhatarisha usalama wa nchi. Tunapoenda mbele ni wasihi sana wa Tanzania tuongozwe na dhamira ya maelewano, ushirikishwaji, kujirekebisha na umoja. Kwa wanangu vijana wa taifa hili la Tanzania niseme kwamba nchi hii imejengwa kwenye misingi ya amani na utulivu wa kisiasa. Sisi wazazi wenu kama tungeyafanya mlioyafanya wakati huu, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Narudia hilo kwa wanangu vijana wa Tanzania. Sisi wazazi wenu kama tungeyafanya mlioyafanya, nchi hii isingekuwa na neema na taifa hili isingekuwa na maendeleo mnayoyaona leo. Hivyo ni wasihi sana wanangu vijana wa taifa hili. Hii ni nchi yenu, kwa shida zozote zile zinazowakabili msikubali hata siku moja kushawishiwa kuichoma nchi yenu wenyewe. Na wasihi kamwe msije mkabomoa taifa hili. Amezungumza Rais Samia kutoka pale bungeni akihutubia bunge la leo, of course Novemba 14, 2025. Maneno haya yaliambatana na kauli ya kuwataka kutoa maelekezo kwenye mamlaka husika, hasa vyombo vya kisheria, kujaribu kutazama ukubwa wa makosa wa baadhi ya watu ambao wamekuwa wakikabiliana navyo, ambao vijana wengi wamepewa kesi za uhaini. So Mheshimiwa Rais akasema kwamba waangaliwe vijana hao kwa sababu wanaamini watu wengi ama vijana wengi walifanya kwa kufuata mkumbo tu, wala hakuna kitu ambacho pengine wao walikuwa wanamaanisha. Kwa hiyo wale ambao walionekana wamefuata mkumbo na hakuna madhara makubwa yaliyosababisha, basi waachiwe huru. Kwa hiyo kumekuwa na minong'ono hiyo na kila mmoja amekuwa akisubiri taarifa ya Nifa kwa sababu nguvu yake ni kubwa, sote tunafahamu. Moja kati ya wafanyabiashara ambao wameguswa sana na tukio hili la yeye kushikiliwa na jeshi la polisi. Sasa Mheshimiwa Rais anasema kama hawatakuwa vijana ambao hawajaleta madhara makubwa ndio ambao wanapaswa kuachiliwa. Wale ambao pengine wamesababisha ghasia kubwa na hasara kubwa, nadhani wataendelea kuwepo huko kwa ajili ya kufuata utaratibu wa kisheria. Nifa hapa anachomoka ama hachomoki, ndo kitu ambacho tumekaa hapa tukiendelea kusubiri juu ya tamko hili la Mheshimiwa Rais. Na akawa anasema hapa akanukuu mpaka maelezo ya vitabu vya dini. Akasema kitabu cha Luka sura 23 mstari wa 34 yanasema Yesu alisema, Baba wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Hayo ndio ambayo yamejili bungeni Dodoma. Karibu sana kumsikiliza Mheshimiwa Rais hapa akizungumza juu ya hiki ambacho nimekwambia. Uona mtazamo gani na maoni gani kwenye hili? Je, unahisi Nifa atatoka ama ataendelea kubaki nyuma ya nondo? Karibu, maoni yako muhimu ndakuja kuyapitia hapa na tutajibu pamoja. Mheshimiwa Spika, kuna wakati vijana hufuata mkumbo wa uhalifu kwa ushabiki. Ninatambua kwamba vijana wengi waliokamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini hawakujua wanachokifanya. Nikiwa mama na mlezi wa taifa hili, ninavielekeza vyombo vya sheria na hasa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kuangalia kiwango cha makosa yaliyofanywa na vijana wetu. Kwa wale ambao wanaonekana walifuata mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu, wawafutie makosa yao. Asante Mheshimiwa wabunge, nashukuru. Waheshimiwa wabunge,
Ukiangalia klipu zile za maandamano, unaona kabisa kuna vijana ambao waliingia kwa kufuata mkumbo, wanaimba kwa kufuata ushabiki, hawakuwa wanajua wanalolifanya. Kwa hiyo kama mlezi, kama mama, ndio maana naelekeza vyombo vya ulinzi na usalama, hasa ofisi ya DPP, kuchuja viwango vya makosa, na kwa wale waliofuata mkumbo basi waseme nao kisha wawaachie waende kwa wazazi wao.